Ni Mei 2, 2025 kutoka hapa katika mtaa wa Mwakibuga ulioko halmashauri ya mji wa Bariadi mkoa wa Simiyu. Leo hii umefanyika uzinduzi wa msimu mpya wa ununuzi wa zao la pamba 2025-2026 ambapo serikali kupitia bodi ya pamba imetangaza rasmi bei mpya ya ununuzi wa zao hili, ambapo bei ambayo imeweza kutangazwa kwa siku ya leo ni shilingi 1150 kwa kilo moja ya zao la pamba. Naomba nitamke rasmi bei elekezi ya zao la pamba kwa mwaka huu msimu wa 25-26 itakuwa ni 1150 kwa kilo kwa daraja la kwanza, piga makofi mengi. Lakini pia itakuwa shilingi 575 kwa kilo kwa daraja la pili, piga makofi mengi. Na bei hii itaendelea kupanda kadri ya mabadiliko ya soko ya dunia. Sawa ndugu zangu? Hii ni ya kuanzia. Akizungumza katika uzinduzi wa msimu huu, mkuu wa mkoa wa Simiyu Kenani Kiongosi akatoa honyo kwa wale wote ambao wana nia ya kuweza kuwaibia wakulima kupitia mizani, kuwa serikali itachukua hatua kali kwa mtu yeyote ambaye atabainika kufanya hivyo. Tumeelezwa tutakuwa na mizani ya kidijitali ambayo mizani hiyo itatumika kwa wakulima pindi wanapopeleka kuuza pamba zao. Niombe uaminifu kwa wale wote watakaohusika na mizani hiyo. Hatutakubali kama serikali kuona mkulima ananyonywa ndani ya ardhi ambayo ameitolea jasho. Hivyo tutoe rai wale wote mnaohusika, na hapa ni waombe maafisa kilimo pamoja na makampuni ambao mnakwenda kununua, mtusaidie uaminifu kwa wakulima. Mtaalamu wa kilimo yuko hapa Mwakibuga. Usipomtumia mwisho wa mwezi atapata mshahara wake. Tujenge tabia ya kuheshimu utaalamu. Bariadi na Simiyu, Kishapu, Igunga bado tuna mgogoro wa wakulima kutozingatia wanachoambiwa na wataalamu. Ndugu zangu, kilimo ni sayansi. Na hili msipofuata taratibu za kilimo bora cha pamba, tutaendelea kuona maisha yetu hayabadiliki. Unalima eka 10, unavuna mafurushi 10. Kwa maana kila eka imetoa furushi moja. Hata hivyo, wakulima wa zao hili la pamba wakawa na maoni tofauti juu ya bei mpya ambayo imeweza kutangazwa na serikali. Tumetangaziwa bei ya pamba lakini hatujalizika nayo kwa ajili tunavyopata shida kwa kulima. Kwanza kulima ni shida, alafu yani ardhi yenyewe kuipata ni shida, tuna kodi lakini haitoshelezi hiyo bei waliotoa. Tunaomba wafikishe hata 2000. Bei nimeikubali, ila sasa changamoto zimekuwa ngumu sana kwenye kilimo cha pamba. Maana tunapalia paka palizi 5 na kupulizia mara nyingi tu. Na nani ardhi yenyewe kukodisha tunafikisha mpaka 100,000 kwa kukodi. Wengine wanalima ardhi zao, wengine tunalima za kodi. Hapo kwenye pamba inabidi mtuongezee bei yao ifike hata 2200. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.